Karibu kwenye sehemu ya pili ya mwendelezo wa kisa hichi cha Mwisho wa Mapenzi, na mimi ni msimulizi wako Maximilian. Katika sehemu ya kwanza tuliishia sehemu ambayo Baraka alikuta barua imeachwa chini ya mlango wake, na barua hiyo ilikuwa imeandikwa na Neema, ikiwa ni msamaha kwa mambo ambayo yalikuwa yametokea siku aliyomuona akiwa na mtu mwingine. Basi Baraka akachukua barua hiyo na akawa ameingia ndani kuanza kuandika majibu ya barua yake. Baraka alishika kalamu kwa mkono ambao ulikuwa unatetemeka. Hakuwa anaamini, alikuwa anajiuliza, ninaandika nini? Ninaanza kuandika nini? Alikuwa akiwaza mazungumzo yake akiwa ameshika karatasi nyeupe. Kila neno lilikuwa na uzito wa maumivu na matumaini ambayo yalikuwa yamechanganyika yote kwa pamoja. Neema wangu, sikusubiri kupata barua yako. Kwa siku 3 zilizopita nimekuwa nikijaribu kukupa namna ya yote ambayo yalikuwa yametokea. Sijui kama naweza kusema nimekusamehe, lakini nimeelewa. Mimi pia nina makosa. Nilikosa kukusikiliza kwa undani zaidi. Nilikosa kukuonyesha ujasiri wangu wakati uliponihitaji. Kama kuna nafasi ya mwisho, ningependa kukutana nawe kesho asubuhi saa 10 kwenye benchi la uwanja wa Uhuru, mahali ambapo tulikutana kwa mara ya kwanza baada ya maonyesho yako. Mwenye machozi, Baraka. Basi Baraka alichukua barua hili ambayo alikuwa ameandika, akaifunga kwa umakini, akaiweka kwenye bahasha na kuandika anwani ya Neema. Alipiga simu kwa Juma. Nahitaji unisaidie kumfikishia hii kitu hii bwana, alisema kwa sauti ambayo ilikuwa ina majonzi na iliyovunjika vunjika. Neema alikuwa amekaa kwenye kitanda chake. Ilikuwa ni mida alasiri. Alikuwa anaangalia simu yake kwa at least matumaini labda anaweza akapata message kutoka kwa Baraka. Ghafla mlango wake wa nyumba ulipigwa kwa nguvu. Neema, kuna kitu chako huko. Mama Shiko alipiga kelele kutoka kwa chini ya mlango. Neema alishuka kwa haraka, kafungua mlango. Kamkuta Juma akiwa amesimama, mkononi ameshika bahasha. Kutoka kwa rafiki yangu hii, alisema kwa ufupi. Akamkabidhi barua na baada hapo akaondoka kwa haraka. Mikono ya Neema ilitetemeka alipofungua bahasha. Alisoma kila neno mara 2, mara 3. Akahisi moyo wake unavuma kwa kasi. Machozi yalianza kutiririka tena. Lakini wakati huu yalikuwa na mchanganyiko wa furaha na matumaini. Atanikubali, aliwaza kwa sauti ya chini. Anaweza kunitaka tena. Mama Shiko alimwangalia kwa haraka. Sasa unajua kitu gani cha kufanya hapa? Alimwambia kwa upole. Usiku ulikuwa mrefu sana kwa wote wawili. Baraka alitembea kwa muda kidogo kwenye bustani yake, akiwa anapangilia maneno ambayo atayaongea kesho. Huwa ni kazi kweli kweli kwenye hali hii. Alikumbuka kila wakati walipoenda pamoja, jinsi alivyokuwa anamfundisha kuchora,
walivyokuwa wanakula ice cream kwenye jua kali, na usiku walikuwa wamesimama kwa mavazi yao mazuri yaliyowapendeza, ikiwa yamechafuka kwa sababu walikuwa wamelala chini kuangalia nyota angani. Kwa upande wake, Neema alikuwa ameamua kumuondoa Rajabu kabisa maishani mwake. Alimtumia ujumbe mfupi: "Sitakuona tena, na kama utajaribu kunisumbua nitakuitia polisi." Kisha kazima simu yake na kuanza kulala, akitamani kesho yake iwe siku mpya. Asubuhi iliyofuata ilikuwa yenye jua kali sana. Baraka alikuwa amefika mapema uwanjani. Alikaa kwenye benchi ile ambayo walikutana mara ya kwanza kabisa. Na alikuwa amevaa shati jekundu na suruali nyeusi, na macho yake yalikuwa yanang'aa kwa tumaini. Basi dakika 10 baadaye alimuona Neema kwa haraka akitokea upande wa mashariki. Alikuwa anatembea kwa haraka sana. Alikuwa anahisi labda atakuwa amechelewa. Alikuwa amevaa blauzi ya rangi ya blue yenye maua madogo, na nywele zake zilikuwa zimepangwa kwa upole. "Habari ya asubuhi," alisema Baraka kwa sauti ya chini alipokuwa amekaribia. Neema alipokuwa amemkaribia. "Nzuri," Neema alijibu. Alikaa kwa mbali kidogo. Kulikuwa na kimya kwa muda mrefu, kila mmoja akijaribu kupata maneno sahihi. Hatimaye Baraka alisema, "Nitaka kukuambia kwamba nimekuelewa, na ingawa ni maumivu, lakini siko tayari kupoteza." Neema alimwangalia kwa machozi. "Je, utaweza kunisamehe?" Baraka alinyosha mkono wake, akamshika mkono Neema. "Tutasameheana," alisema, "na tutajifunza kutokana na makosa yetu." Neema alihisi kama ametua mzigo mzito sana. Alimkumbatia Baraka kwa nguvu, akilia kifuani mwake. "Sitarudia tena Baraka," alisema kwa sauti iliyovunjika. "Nimejifunza, naomba nisamehe." Basi Baraka alimkumbatia kwa mikono yake miwili, alafu akamwachia kidogo ili amwangalie machoni. "Tunahitaji kuwa wakweli kwa kila mmoja. Hakuna siri tena," alimwambia Neema. Neema alikubali kwa kichwa. Alimwambia kisa chote kuhusiana na Rajabu, kuanzia uhusiano wao wa zamani, vitisho vyake, na jinsi alivyogundua kwamba alikuwa na mdanganya kwa muda wote ambao alikuwa pamoja. Baraka alimsikiliza kwa subira sana, muda wote akiwa amemshika mkono. "Sasa yuko wapi?" Baraka alimuuliza Neema. "Nilimtumia ujumbe kumwambia kwamba mimi na yeye basi tena, na sitaki kitu chochote kiendelee kati yetu. Na nimwambia wazazi wangu pia kuhusu yeye." Baraka alitabasamu. "Sawa, ni vizuri. Na huo ni muda mzuri wa kuanza upya." Wakati huo, Rajabu alikuwa amesimama kwenye ofisi yake ndogo. Alikuwa anatazama simu yake kwa hasira. Alipiga simu kwa mtu mmoja. "Nahitaji umfuatilie huyu Neema. Naona anafanya mchezo na mimi."
na huyo mwanamume wake mpya wote wafuatilie. Aliongea kwa sauti ya ukali sana. Alipiga simu kwa mkono wake kwenye meza. "We Neema, wewe hujui mimi ni nani wewe, nitakuonyesha, unijui mimi." Aliongea kwa sauti ya chini lakini iliyojaa vitisho na hasira. "Utarudi kwangu tu, la sivyo utajuta." Basi huku Baraka na Neema walikuwa wanatembea kwenye uwanja ambao walikuwa wamekutana, wakiwa wameshikana mikono, kila mmoja akijihisi mwepesi kwa sababu mzigo na maumivu ambayo walikuwa nayo yalikuwa yametuama baada ya kukutana mara ya pili na kuombana msamaha. "Unakumbuka siku tulikutana kwenye maonyesho?" Baraka aliuliza. "Na wewe ulikuwa umevaa shati jeusi na kujificha nyuma ya michoro yako." Neema alijibu huku anacheka. Alikuwa anamtania Baraka. "Na wewe ulikuwa na ujasiri wa kuniuliza maswali ya kila aina." Walicheka kwa pamoja. Walijua kwamba ingawa safari yao ilikuwa na vikwazo, lakini walikuwa tayari kuvishinda kwa pamoja. Baraka alishika mkono wa Neema kwa karibu, kahisi joto na uaminifu wake. "Twende basi kwenye ile cave unayoipenda," alisema kwenye sauti ya chini. "Nahitaji kusimulia kitu kikali sana." Neema alimwangalia kwa mshangao. "Nini tena? Yaani wewe Baraka na maneno yako wewe? Utakiona tu." Baraka alijibu kwa kutabasamu. Aliondoka huku njia nzima wakiwa wameshikana mikono kwenda kwenye hiyo cave ambayo ilikuwa na bustani nzuri sana maeneo ya nje. Kwenye cave alikuwa amekaa, kulikuwa kuna maua mazuri ya rangi nyekundu na njano, na yalifanya mandhari ya ile sehemu yapendeze sana. Huku harufu nzuri ya kahawa ikitawala eneo ambalo walikuwa wamekaa. Walichagua kuna moja ya bustani, sehemu ambayo ilikuwa ina faragha. "Basi," Neema aliuliza baada ya akiwa ameketi, "una kitu gani cha kunifanya nisubiri?" "Nimeshafika, nasubiria uniambie ambacho utakuniambia." Baraka alitabasamu. Akatoa kifurushi kidogo mkononi mwake. "Nimetengeneza hii kwa ajili yako," alisema akiwa anamkabidhi Neema hicho kifurushi. Neema alikifungua kwa shauku na hakujua kitu gani ambacho atakiona, kwa sababu zawadi hili ilikuwa imefungwa kwa ustadi wa hali ya juu. Basi akafungua zawadi ile na alikutana na uso wake wa kipekee uliochorwa vizuri sana na kuwekwa kwenye frame ndogo ya picha. "Baraka," alisema kwa sauti ya utulivu, "ni nzuri sana." Baraka alijibu, "Lakini hiyo ni wakati uliopita, ni muda kidogo hii unajua. Nimejaribu tu kuongeza rangi na mwanga ili kupata muonekano wako wa sasa hivi." Neema alihisi machozi yakimtiririka, lakini sio machozi ya huzuni, ilikuwa ni machozi ya furaha. "Asante," alisema kwa sauti ya chini. "Sitakaa nisahau zawadi hii." Basi mazungumzo yao yalizidi kuwa ya karibu, kila mmoja akisimulia kile ambacho alijifunza wakati wakiwa wametengana. Baraka alimueleza jinsi ambavyo alijaribu kuchora mchoro wake kila siku, lakini
kila alivyokuwa akishika ile picha alikuwa anashindwa kumalizia. Ni kama alikuwa amesahau sura yake. Ni kama alikuwa anaona sura yake imefunikwa na machozi. Alikuwa hapati ule uzuri ambao alikuwa anaufahamu, uzuri wa Neema kwenye kichwa chake. Neema alimshika mkono na mimi nijaribu kuandika barua nyingi, lakini sikuweza kuzimaliza. Nilikuwa naogopa labda umenichukia, labda hutaki kuniona, hutaki kunisikia, wala hutaki chochote kujua kuhusu mimi. Hapana, mimi siwezi kufanya hivyo kamwe, alijibu Baraka kwa sauti ya chini. Nimekusubiri sana Neema, nimekusubiri mno. Siwezi kuruhusu hasira zikafunika penzi langu nililonalo juu yako. Wakati huo kwenye kona ambayo walikuwa wamekaa Baraka na Neema, kulikuwa kuna gari nyeusi ilikuwa imepaki kwenye kona. Ndani ya ile gari kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa anawaangalia kwa macho makali sana yenye chuki. Alikuwa ni Rajabu. Akapiga simu tena. Ndiyo bosi, sauti kutoka upande wa pili ilijibu. Wote wawili wako kwenye kefi ya Mlimani kama ulivyoona kwenye picha hapo. Rajabu alisema kwa sauti kali, nahitaji ufanye kitu. Ni rahisi tu bosi. Wewe nipe maelekezo, mimi nitafanya kila kitu kilichobakia. Basi Rajabu alichukua simu kwa furaha sana. Akawa anaangalia picha ambayo ametumiwa na vijana wake ambao walikuwa wamekaa kwenye barabara ambayo haiko mbali sana na kefu. Utanijua mimi nani Neema, aliapiza kwa sauti kali. Basi Baraka na Neema walikuwa wanafurahia wakati wao bila kujua hatari ambayo iko mbele yao. Baraka alimuuliza Neema, vipi kuhusu matarajio yako ya baadaye? Nafikiri kwa ukurasa huu wa mapenzi ambao tumeanza, tuweke vitu gani kama misingi yetu ya huko mbeleni? Mimi bwana Baraka natamani sana nizidi kujiendeleza katika fani yangu ya uandishi wa habari, na hasa kwenye eneo la habari za jamii. Lakini pia napenda kuanza sana shule kuhusu watoto wenye mahitaji maalum. Naamini kwa taaluma yangu na uwezo wa kupaza sauti sana kuhusu kundi hili ambalo bado linaonekana halipewi kipaumbele. Baraka alitabasamu. Na mimi nataka kuwa na maonyesho yangu mwenyewe. Tena nitoke huko nje, niende huko mbali Afrika na huko Ulaya. Tutafanya vitu vyote hivi kwa pamoja, Neema alimjibu kwa ujasiri. Baraka alimwangalia, akatikisa kichwa. Nakupenda sana Neema, nakupenda sana.